Taarifa mpya kuhusu uwezekano wa kuongezwa kwa muda wa usitishaji wa mapigano kati ya Irani na Marekani imeibua sintofahamu kubwa baada ya shirika la habari la Anadolu kunukuliwa na vyanzo vya serikali ya Pakistani kuripoti kwamba Teherani na Washington zilikuwa zimekubaliana kurefushwa kwa siku 60 makubaliano ya muda yaliyowekwa mwezi Juni. Taarifa hiyo imetoa picha kwamba pande hizo mbili zilikuwa zikiendelea kurejesha mchakato wa mazungumzo baada ya kuvunjika kwa makubaliano hayo hapo awali. Hata hivyo, Irani imekanusha taarifa hiyo na kusisitiza kuwa hakuna mazungumzo ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano yaliyofanyika. Teherani badala yake imesema kinachojadiliwa kupitia wapatanishi ni Marekani kurejea kwenye makubaliano ya muda, kutambua ahadi ilizozitoa na kuweka ratiba ya wazi ya kuzitekeleza. Msimamo huo unaonyesha kuwa bado kuna pengo kubwa kati ya Washington na Teherani kuhusu namna ya kurejea kwenye makubaliano yaliyovunjika. Irani imeendelea kusema kuwa hakuna mazungumzo yoyote kati ya Irani na Marekani kuhusu kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano chini ya makubaliano ya muda. Chanzo cha ngazi ya juu nchini Irani kimeiambia Reuters leo Jumatano kwamba Teherani inataka Washington irejee kwenye makubaliano hayo na kuweka wazi muda wa kutekeleza ahadi ilizoziweka. Kauli hiyo inakuja baada ya shirika la habari la Anadolu la nchini Uturuki kunukuliwa na vyanzo mbalimbali vya serikali kuripoti kwamba Irani na Marekani zilikubaliana kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano wa siku 60 chini ya mkataba wa makubaliano wa MOU. Hata hivyo, chanzo hicho cha Irani kimekanusha taarifa hiyo vikali, kikisema hakuna maendeleo yoyote yaliyofikiwa kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, moja ya mambo yaliyojadiliwa kupitia wapatanishi ni Marekani kurejea kwenye makubaliano ya muda na kuweka ratiba ya kutekeleza ahadi iliyoiweka Irani. Makubaliano hayo ya muda yalisainiwa Juni kati ya Teherani na Washington. Yalitaka kusitishwa mara moja na kudumu kwa operesheni za kijeshi katika maeneo yote. Hata hivyo, makubaliano hayo yalivurugika haraka baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa makubaliano hayo yamekwisha. Teherani imekuwa ikishutumu Washington kwa kukiuka mara kwa mara ahadi inazozitoa. Chanzo hicho kimesema hakukuwa na mazungumzo ya kuongeza muda kwa sababu kwa mtazamo wa Irani, Marekani ilikiuka makubaliano hayo ndani ya saa 48 baada ya kufikiwa na kujiondoa kwenye makubaliano hayo siku chache baadaye. Katika makubaliano hayo ya muda wa siku 60 haukumaanisha moja kwa moja muda wa usitishaji wa mapigano, bali ulibainisha kipindi ambacho Irani na Marekani zilitakiwa kutumia kufikia makubaliano ya mwisho. Makubaliano hayo ya mwisho yangehusisha masuala makubwa zaidi, ikiwemo hatima ya mpango wa nyuklia wa Irani unaozua mvutano wa muda mrefu. Kabla ya kuingia katika hatua hiyo ya mazungumzo, kulikuwa na masharti kadhaa yaliyotajwa kuwa muhimu, yakiwemo usitishwaji wa mapigano chini ya Lebanoni, kuhakikisha ushuru wa usafiri wa meli katika Ghuba na kupewa Irani ruhusa ya kuuza mafuta yake katika masoko ya dunia. Hata hivyo, juhudi za kufikia amani ya kudumu zimekwama kutokana na kutokukubaliana katika masuala kadhaa, likiwemo swala la mlango bahari wa Hormuz. Teherani imeendelea kusisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji itaendelea kuwa imefungwa iwapo Marekani haitabadilisha msimamo wake na kukubali masharti ya Irani ya kumaliza vita. Miongoni mwa masharti hayo ni kufunguliwa kwa fedha za Irani zilizogandishwa katika taasisi za fedha za nje. Teherani inaona hatua hiyo kuwa sehemu muhimu ya kurejesha imani na kuweka mazingira ya kuendelea na mazungumzo. Vita vilianza Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani, hali iliyosababisha Teherani kwa kiasi kikubwa kuzuia usafiri katika mlango bahari wa Hormuz. Njia hiyo ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia, kwani takribani 1/5 ya mafuta ya gesi asilia iliyosafirishwa kwa njia ya baharini duniani hupita katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema Jumapili kwamba Irani na Marekani hazifanyi mazungumzo ya moja kwa moja na kwamba Teherani haitaanzisha mazungumzo mapya wakati Washington ikiendelea kukiuka makubaliano ya muda. Hata hivyo, Araghchi amesema ujumbe ambao unaendelea kwa sasa ni kubadilishana kupitia upatanishi, akitaja Pakistani na Katari kama mataifa yanayosaidia kuwasilisha ujumbe kati ya Teherani na Washington. Hali hiyo inaonyesha kuwa licha ya kuvunjika kwa makubaliano ya awali, bado kuna njia za kidiplomasia zinazoweza kutumika kujaribu kupunguza mvutano huo.